Swala la kulinda rasilimali ya nchi la kila Mtanzania. Swala la kulinda uwanja wa Benjamin Mkapa ni la kila mwananchi. Haijalishi wewe ni Yanga, haijalishi wewe ni Simba, haijalishi wewe ni mtu wa timu gani. Lakini jukumu la rasilimali ya uwanja uwe Benjamin Mkapa, iwe Uhuru, iwe CCM Mkwakwani nyumbani kule, la kila Mtanzania. Kwa tunawaambia watani zetu, najua mna shauku kubwa na timu yenu kujazana kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Na wanaweza. Nafasi hiyo wanayo. Kwenye engo hiyo sina deni nao mashabiki wa Simba. Swala tu la kujaza uwanja wanaweza. Lakini wao watumie uwanja ule, watumie mchezo ule kuwa ni mfano kwa viwanja vingine na kwa michezo mingine. Tunaipenda nchi yetu. Mimi niwatakie kila laheri. Lakini waombe sana uwanja ule ni wa wananchi wote. Rasilimali ile uwanja Benjamin Mkapa ni yetu sote. Waende wakautunze ule uwanja. Kwa nini leo? Waende wakaulinde ule uwanja. Nyinyi ni mashuhuda. Kwenye kumbukumbu zangu kama itakuwa sijakosea, hii ndio itakuwa mechi ya kwanza msimu huu kimataifa Simba kupeleka mashabiki uwanjani. Walikuwa na zuio. Na zuio la hili halijaja kwa bahati mbaya. Limekuja kwa utovu wa nidhamu kwa baadhi ya mashabiki wa Simba. Unajua ukitafuta mashabiki ambao wana tabia ya kuharibu miundombinu ya serikali. Cheka. Miundombinu ya nchi. Basi wazi nikaacha kuwataja watani zangu. Kwani faini hii iliyopita ilihusiana na swala la kuharibu uwanja? Swala la kuharibu uwanja na miundombinu. Ndio, faini hii iliyopita ilikuwa ni swala hilo. Hiyo. Tunaambiwa mafataki yale watu waliingia uwanjani. Ndio miundombinu hiyo. Hivi wewe kama unaona ile mafataki ni sahihi, waambie wale walopiga ile mafataki wakae chumbani kwao wapiga ile mafataki. Wakae kwenye nyumba za kupanga ambazo mwenye nyumba ni mwanamama, maana ukikaa nyumba mwenye nyumba ni mwanamke sio mchezo shehe. Hiyo kero sio mchezo. Alafu waashe ile mafataki yao. Kama watafikisha kesho bila kuhamishwa kwenye ile nyumba. Kwa hiyo mimi nawatakia kila laheri. Najua wanaipenda timu yao. Najua wanajitokeza kwa wingi kwenye uwanja. Lakini wawe mfano wa kuigwa kulinda rasilimali ya hii nchi. Zaidi ya bilioni 35 imelala Benjamin Mkapa. Hizi pesa sio za mtu fulani. Hizi pesa ni za wananchi wote. Kwa hiyo kama wao wakiendeleza tabia yao mbovu, tabia yao ya kuondokana na utu, kwenda kuvunja viti, kuharibu miundombinu ya ule uwanja, jeshi la polisi lipo. Na juzi nimetoka kuzungumza na jeshi la polisi. Nimewatahabarisha kabisa. Simba karuhusiwa kuingiza mashabiki lakini tabia zao mnazijua. Ilikuwa kanda maalumu. Nimezungumza nao vizuri na wamenihakikishia mechi zote mbili hizi amani itatawalika. Jeshi la polisi wamenihakikishia. Lakini pia nikawaomba jeshi la polisi, tunapofikia kwenye mashindano makubwa kama haya, jeshi la polisi kupitia kamanda maalum wa Moriro awaambie watu wake waache kuvaa jezi hizi timu. Sijakuelewa hapo Dosa. Unajua juzi nilikwenda bandari kwenye pita zangu, nikakutana na mtu kavaa jezi ya Simba, kanizuia mimi getini, nikaanza kuzozana naye. Bandari uwanja hapa. Bandari hapa. TPA. TPA hivi naelewa. Baada ya kuzozana ugomvi kuwa mkubwa, yule bwana akanionyesha kitambulisho chake. Dakika ya mwisho nakuja kugundua kama yule jamani askari wa jeshi la polisi. Simba na wenzake si timu za wananchi zote Tanzania hapa. Yaani maana yangu askari akiwa kazini asivae jezi. Kuna
Askari kanzu dosa. Askari kanzu wana sehemu zao che. Kwa hiyo kuvaa jezi ya Simba imekuuma dosa. Amenifanyia fujo. Mimi nimetoka kufungwa Malawi. Nafuka pale bandari nakutana na askari alopewa zamu, kavaa jezi ya Simba. Kanizuia kwa hasira zangu, mimi nikaleta vurugu. Yaani umefungwa alafu bado anakuzuia. Alafu wewe kavaa jezi ya Simba, askari. Ndipo nikaingia sendo kwenda kuzungumza na uongozi. Ndio. Waambie waache haya mambo. Ukiwa kazini wewe kama ni askari vaa jezi, uniform yako. Ama nguo ya kawaida, jezi ya Simba. Au nguo za kawaida. Lakini unapovaa jezi ya Simba, shabiki wa Yanga katoka kwa jeruhiwa huko Malawi, unakutana naye itakuwa ni vurugu. Nimemuomba sana. Na nitaendelea kumuomba kamanda wa kanda maalum wa Dar es Salaam. Na ikimpendeza GP wa Mbura aseme nao. Tutakuja kuumizana Watanzania wenyewe kwa wenyewe. Tutakuja kuumizana kwa sababu ya soka. Leo askari kavaa jezi ya Simba, kakaa getini. Shabiki wa Yanga amekuja na jezi yake, anamzuia. Vita hivi. Wewe unatarajia nini? Vita hivi. Ndio maana nikazungumza na wewe utufikishie salamu kule kwenye vyombo husika. Hii tabia iache. Ukiwa kazini vaa uniform yako. Kama una uniform vaa nguo za kiraia. Si umeelewa vizuri? Kupata vizuri. Sababu ukiwa posta hata mtu akivaa nguo za kiraia pia lazima umuogope. Unajua ndo wale. Swala la kulinda rasilimali ya nchi la kila Mtanzania. Swala la kuulinda uwanja wa Benjamin Mkapa ni la kila mwananchi. Haijalishi wewe ni Yanga, haijalishi wewe ni Simba, haijalishi wewe ni mtu wa timu gani. Lakini jukumu la rasilimali ya uwanja uwe Benjamin Mkapa, iwe Uhuru, iwe CCM Mkwakwani nyumbani kule, la kila Mtanzania. Lakini rekodi zinaonyesha Simba wao ndio kukifua mbele zaidi. Nikazie hapo ndugu yangu. Lazima nikazie, lazima nikazie. Mageti mmevunja na nyinyi dosa. Simba hata wakiwa ugenini pia ni tabia zao. Wewe kama mfuatiliaji mzuri utakumbuka tukio alilofanya Simba South Africa la kuwakusanya wachezaji wake katikati wakawasha moto. Ule ni uharibifu, sio uharibifu? Sasa uliona moto ndugu yangu. Uliuona moto ndugu yangu? Ulipigwa faini. Ndio. Na mimi niliona kupitia Azam TV. Lakini kama Azam TV walitudanganya, vipi kuhusiana na faili walopigwa na FIFA na CAF? Vipi ile? Juzi tena Simba kaja kucheza na 516 sijui hapo. Faction ile. Vurugu alofanya si uliziona? Waarabu wanasema walianza wao. Wewe una uhakika ni Waarabu? Mtu apigwe kwao bana ndugu yangu. Wewe una uhakika ni Waarabu? Mtu apigwe kwao. Kuna Waarabu weusi? Hebu nijibu, kuna Waarabu weusi? Basi uliona kama mwingine funika kombe hicho. Walitetewa lakini wao ndio walovunja. Kwa tunawaambia watani zetu, najua mna shauku kubwa na timu yenu kujazana kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Na wanaweza. Nafasi hiyo wanayo. Kwenye engo hiyo sina deni nao mashabiki wa Simba. Swala tu la kujaza uwanja wanaweza. Lakini wao watumie uwanja ule, watumie mchezo ule kuwa ni mfano kwa viwanja vingine na kwa michezo mingine. Tunaipenda nchi yetu. Tunaipenda nchi yetu na nchi inalindwa na wananchi. Kwa hiyo waambie wana Simba, sisi tunacheza Jumamosi, tutawaachia uwanja safi. Wao wanacheza Jumatatu, Jumapili. Jumatatu asubuhi mimi nitakuwa Benjamin Mkapa, nitakuwa na watu wangu.
Unaenda kukagua. Nitakuwa na watu wangu. Sasa hiyo si mambo ya kafu na wasimamizi wao. Nimesema hivi, uwanja ule sio wa kafu. Uwanja ule ni wa kila Mtanzania. Wakati mechi inachezeka upo chini ya kafu Dosa. Sawa. Kwa hiyo ukiharibika tuwalaumu kafu. Kafu watakuja kuwapa ripoti sasa. Sawa. Viti vikivunjwa tusubiri ripoti kutoka kafu. Ndio watatoa ripoti kafu. Wa kuwajibishwa watawajibishwa. Ndio maana sikula faidi. Ndio maana nikasema Jumatatu baada ya mechi ya Simba nitakuwa na tume yangu, tutakuwa pale. Shida iko wapi? Kuna shida hapo? Nyinyi mtauacha uwanja ukiwa vizuri lakini. Safi. Mambo asije yakaharibika Dosa. Vipi? Ukiwa na maana gani? Kama mambo yanaweza siende kama ambavyo wananchi mnataka. Na mmejazana. Kwamba tutafungwa. Kwamba tutatolewa. Mnaweza mkashinda lakini. Ngoja. Tunaweza tukashinda tusishinda 2-1. Hapo tusivuke. Brother, na kuhakikishia. Moja ya mchezo ambao viongozi wa Yanga wapi usingizi ni mchezo wa Jumamosi. Moja ya mchezo ambao wachezaji wa Yanga hawapati usingizi ni mchezo wa Jumamosi. Tumejipanga. Tumedhamiria. Na tumewekeza nguvu kubwa kwenye huo mchezo. Wewe unatakiwa tu uambie watazamaji wako, uambie mashabiki wako, mnaitwa. Sio kumfunga tu yule. Tutamdhalilisha. Trust me. Napigia mstari. Sio kutu kumfunga. Tutamdhalilisha. Afrika kuna vilabu zaidi ya 54 kupitia nchi. Simba Sports Club inashika nafasi ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Kweli? Lakini Simba kafa chuma 5 pale. Sasa unapita njia moja unamfahamu vizuri. Nakwambia hivi, Simba kafa chuma 5 pale Benjamin Mkapa. Njia zile. Kiwango kile. Mipango ile tulomfunga Simba goli 5 pale ndio tunaipeleka Jumamosi. Inshallah tutashinda na tunavuka.